hatuna bahati. Kata ziko 107 kwenye mkoa wa Njombe. Leo mwenyekiti wa mkoa yuko kwetu, pigeni makofi mengi sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, umesema niombe kura. Kwa heshima kubwa, ndugu zangu wananchi wa mtaa huu wa Kibena hospitali, niliyesimama mbele yenu ndio Erasto Gaspar Ngole. Nimeteuliwa na Chama cha Mapinduzi kupitia kura zenu za maoni kuwa mpeperusha bendera kwenye kata ya Ramadhani kwenye uchaguzi wa 25 kuelekea 30. Mimi kwa umri wangu na kwa nguvu na akili nilionayo sasa, nimejipima, ninaona ninawatosha kuwaongoza wananchi 25,700 waliopo kwenye kata ya Ramadhani. Na ninajivuna zaidi kwamba nitaweza kuifanya kazi yangu kwa sababu nina mbunge makini, mbunge anayesikiliza watu, mbunge ambaye na yeye ameaminiwa na bunge kwa kipindi kilichopita kuwa mwenyekiti wa bunge. Atakuwa msaada mkubwa sana kwenye kata yetu ya Ramadhani. Kwa maneno hayo, ni waombe wanakata ya Ramadhani, tarehe 29 ya mwezi huu wa 10, kura ya kwanza unapoingia kupiga kura, kura ya kwanza ni kura ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kura ya pili ni ya Mheshimiwa Deo Mwanyika, mbunge wa jimbo la Njombe mjini. Kura ya tatu mnanipigia mimi Tandiboi. Hapo vipi? Usipompigia Deo Mwanyika, naomba mimi usinipigie kura. Usipompigia Rais Samia usinipigie kura, kwa sababu utakuwa umenichagua halafu umeniweka usoni au machoni miwani ya mbao, nitashindwa kumulika na kuona. Hapo vipi? Ukinichagua mimi, ukamchagua na Mwanyika, ukamchagua na Mama Samia, nitajidai na nitamsumbua Mwanyika usiku na mchana, kwa sababu imelechechiche elechachi imianga murukolo. Hapo vipi? Toka ninaanza kampeni zangu sijawahi kuwaongelea wapinzani, na wala sipendi niwaongelee. Napenda kuongea mambo ya Chama cha Mapinduzi. Ziko changamoto nyingi amezieleza mwenyekiti wa mtaa. Mlisikia hamkusikia? Bahati mbaya mbunge hakuwepo wakati ule. Lakini niwaambie, robo tatu ya changamoto alizozisema: kuna madarasa yamechakaa, kuna barabara hazipitiki, kuna maeneo ya kujenga vivuko, na changamoto nyingine ndogo ndogo. Mmesema kuna jengo la gorofa hapo, kandarasi alipatikana, advance alipewa, mpaka sasa gorofa haliendi. Sasa mambo ya kusukuma kazi ndogo ndogo kama hizi ni za diwani, wala hazimuhusu mbunge, na mimi ninaweza. Na hospitali yetu ni hospitali ya halmashauri ya mji wa Njombe. Wamiliki ni sisi wananchi pamoja na madiwani. Kwa hiyo ni kwenda tu kuwakumbusha, jamani, malizieni, sisi tuna kazi na hili jengo. Hapo vipi? Hapo vipi? Lakini kuna watu wamelalamika huduma za hospitali, tukienda hatujaliwi, wanachati badala ya kututibu. Uongo kweli jamani? Hiyo biashara kwenye kata hii na kwenye hospitali zetu inaenda kukoma. Haiwezekani mwananchi anaumwa, amefikishwa hospitalini mbele ya nesi anachati badala ya kumhudumia mgonjwa. Hiyo biashara inaenda kukoma tarehe 29. Hapo vipi? Tutakaa kule kwenye baraza la madiwani, tutajadili, tutazungumza na mganga mkuu, tutamwelekeza matatizo wanayopata wananchi, ili mganga mkuu aje akae na madaktari wake, ili waweze kurekebisha, hatimaye mpate huduma bora. Wale ambao watakuwa wameshindikana sasa kama binadamu, tutawachukua. Niseme na kushukuru, tumepokea maelekezo ya mkoa leo. Maelekezo yale tukiyafanyia kazi, tutashinda kwa kishindo. Na nikuhakikishie mwenyekiti,
na mbunge wangu, yale maelekezo, kama kuna kiongozi ndani ya kata hii atalala badala ya kuyatekeleza, kwa kweli kwa muda itabidi atupishe, kwa sababu tuna kazi kubwa ya kutafuta kura 16,000 za Mama Samia, za Deo Mwanyika na za diwani. CCM oye! Tumepokea maelekezo, mwenyekiti, tutayafanyia kazi, na wiki lijalo tunaita ile halmashauri kuu ya kata ili twende kugawana ule ujuzi ambao umetuelekeza. Asante sana.